Yakobo sura ya 2. Tasoma kuanzia mstari wa 14 mpaka 26. Nasoma kutoka kwenye Union Version Kiswahili kwa jina la Yesu Kristo. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yuuchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akamwambia, enenda zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hata hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yake. Maandiko yale yalitimizwa yakinena, Ibrahimu alimwamini Mungu, akahesabiwa kwamba kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Mwaona ya kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani yake. Vivyo hivyo Rahabu yule kahaba naye, je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo? Hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine. Maana kama vile pasipo roho umekufa, vivyo hivyo imani pasipo matendo imekufa. Tuseme amen kwa neno la Bwana. Tafadhali naomba ukae uponi mwa Bwana. Tutakuwa tukihubiri na kufundisha juu ya imani, tutakuwa tukihubiri na kufundisha juu ya Roho Mtakatifu. Hapo ndipo ambapo Roho wa Bwana amesema tukagonge msumari na tukakazie mahali hapo. Nisaidie kusema amina kwa Yesu Kristo. Na kibali kicha kimungu kinahitaji msumari mzito, msumari wa nguvu, unaitwa imani, unaitwa Roho Mtakatifu. Tukiwa tuna imani, tukiwa tuna Roho Mtakatifu, kibali kitaachiliwa juu yetu na tutaona makuu ya Bwana katika maisha yetu. Nisaidie kusema amina kwa Yesu Kristo. Lakini ningegusia tu kidogo Ibrania 11 mstari wa 6. Biblia inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana yake ili tuweze kumpendeza Mungu tunahitaji kutembea kwa imani. Tunahitaji kuwa watu wa imani. Paulo anapoandika kwa Wakorintho wa pili anasema, hatuenendi kwa kuona bali tunaenenda kwa imani. Hatuendi kwa kuona, we don't walk by sight but by faith. Hatuenendi kwa namna ya macho ya kuona, lakini tunatembea na kuenenda kwa njia ya imani. Nisaidie kusema amina kwa Yesu Kristo. Kifungu kinahusu aina tatu za imani ambazo anazifundisha mtume Yakobo, aina tatu za imani. Haleluya. Na anapoandika juu ya kitabu hiki, haandiki kitabu hiki Yakobo kwa wapagani. Ukisoma tangu sura ya kwanza amesema wazi ni kwa wale ndugu zake walioko uhamishoni, brethren ambao wako uhamishoni, maana yake waliookoka. Akiwa anaandika ujumbe ule wa imani, haandiki kama kwa watu ambao ni wapagani, anaandika kwa ndugu zake waliokoka. Ndio maana najiona nina haki ya kuhubiri ujumbe huu, sababu nahubiri katikati ya watu ambao wameokoka. Kristo ninaamini ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na ni muhimu sana tuchochee kitu kinaitwa imani katika mioyo na maisha yao, ili wasipoteze zile baraka na ahadi za Bwana katika ukamilifu wake alizozitayarisha kwa maisha yao. Mteule sema amen kwa Yesu Kristo. Yakobo amesema juu ya aina hizi tatu za imani. Mstari wa 14 mpaka mstari wa 17 amezungumza habari ya imani iliyokufa. Imani iliyokufa. Nasema
ni imani ambayo ni ya maneno matupu bila matendo. Ni imani ya kusema tu bila kutenda. Ni imani ya kusema tu bila kuishi unachokisema. Anazungumza, anasema ya kwamba kama unasema una imani huna matendo, imani yako imekufa. Anasema kama ukiwa una imani tu ya kusema, ametoa mfano mdogo, mtu amekuja kwako, anasema ya kwamba na shida, halafu kumwambia ondoka, enenda zako ukaote moto, ukapate joto na ukapate huko mahitaji yako, hukumsaidia kitu, anasema wewe imani yako imekufa. Sasa ningependa niseme kidogo juu imani ya kwanza, lakini lengo langu kubwa ni imani ya tatu, imani ya Ibrahim. Sema amina kwa Yesu Kristo. Imani ya kwanza ni imani ya kichwani. Imani ya kichwani ni kama intellect, mind, faith, intellectual faith. Ni ya kichwani tu. Unajua ya kwamba kuna Kristo, unajua kuna kanisa, unajua kuna Biblia, unajua kusema Bwana sifiwe, unajua kuvaa pete zina msalaba, unajua kuvaa hereni zina msalaba, unajua kuvaa mkufu na msalaba, unajua unaitwa Peter, unajua unaitwa Mathayo na kadhalika. Hiyo imani kama haina matendo, kama haina vitu, kama haizai matunda kwako, inaitwa imani iliyokufa, imani mfu, haina matunda, haina mazao. Na imani inapenda niende mbali zaidi. Imani hii inaweza kagusa wasomi wengi sana. Hii ni imani ambayo mtu anatumia akili zake kutaka kumjua Mungu. Anatumia akili zake kutaka mfahamu Mungu. Anatumia akili zake kutaka kuyafahamu mambo ya Mungu. Amesema Paulo kule katika Wakorinto anasema ya kwamba mambo ya rohoni hufasiriwa kwa namna ya rohoni, na mtu wa mwilini hawezi kuyafafanua mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni yanatambulika katika namna ya roho. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba mambo haya yameficha watu wakubwa wenye hekima, ukatufunulia watoto wachanga. Maana yake ni vitu ambavyo haviendani na mambo ya kidegree ulionayo, shahada ulizonazo. Msidhani ya kwamba nashusha elimu, na mimi mwenyewe ni msomi, lakini nataka niseme ukitaka kutembea kwa imani lazima uweke elimu pembeni kidogo. Kama ni mtu ambaye unapenda sana kuanalyze vitu, kuanalyze sio dhambi, as long as una analyze usogee mbele za Bwana. Lakini kama ni analysis inayokufanya uzidi kuwa una mashaka, uko cynical, skeptical kuhusu Bwana, huna uhakika na Bwana, unakuwa na mashaka na Mungu. Mungu anasema watu wa aina hiyo mimi sipendezwi nao. Watu wa 200, watu wa kusita sipendezwi nao. Hii ni imani ambayo utakuwa unajua mistari ya Biblia lakini haileti matunda katika maisha yako. Hii ni imani ambayo utakuwa unajua chorus zote za kanisa lakini hazileti matunda katika maisha yako. Hii ni imani ambayo utakuwa unajua hata maombi, unaomba vizuri sana lakini huyaoni matunda katika maisha yako. Na mtume Yakobo anasema haifai kitu imani hiyo. Anasema hii ni imani ya kichwani, ni imani ya kisomi. Ndugu wasomi, leo kidogo nitakuwa na tatizo na ninyi, lakini kwa sababu nawapenda ningetaka Bwana awape ukombozi asubuhi ya leo. Sababu nataka Bwana akupe ukombozi. Hii ni imani hauko tayari kuriski. Ni kichwani tu. Unavijua vitu sana. Hata unapohubiri hapo inawezekana wakasema pale itakiwa asiseme vile mchungaji, kwa sababu pale kuna mstari mwingine wa kubalansia. Yaani una mstari mwingine ya kubalance kile ambacho nakizungumza hapa, sababu unajua theology sana, unajua doctrine sana, unajua ulokole sana, lakini matunda hayapo. Haleluya. Tuko wote paka hapo. Na tunao Wakristo wa aina hiyo ambao utavaa Kikristo, utazungumza Kikristo, utakuwa na jati Kikristo, ukikaa na Wakristo ile lugha yako, kacha yako safi sana, lakini matunda yanayoendana na imani hayapo katika maisha yako. Biblia inasema ya kwamba hiyo ni imani iliyokufa, na kitu kilichokufa hakina maana. Hata wewe utakapokuwa umekufa, tutakaa na wewe kwa muda fulani, tutataka tukae na wewe milele, tutaenda kukuhifadhi, tutatumia neno kumuhifadhi. Maana yake ukiendelea kubaki na sisi utaanza kuwa ni tatizo. Sasa imani iliyokufa ukikaa nayo itaishia kuwa tatizo kwako. Kama unanisikia sema amen kwa Yesu. Itakuwa tatizo mwanangu. Sema haleluya. Kama unasikia sema haleluya.
Na Yakobo anawaambia ndugu zake wa Sioni wakiwa kwenye mateso, anasema kama ninyi mnaishi na majina tu, mnaishi tu na kujua liturujia tu, mnaishi tu kwa kujua theology tu na doctrine yenu ya Assemblies of God, doctrine yenu ya Kipentecost, haiwafaidi kitu. Mtakaa tu na kiburi cha Kipentekoste, lakini matunda yanayotokana na imani yenu hamuyapendi, hamuyaonje, hamuyali, hamuyapati katika maisha yenu. Na ndipo anawaonya ya kwamba hiyo imani iliyokufa haitawasaidia chochote. Karudia mara 3 Yakobo anasema imani kama imekufa, imani kama imekufa. Akasema kwa mstari wa 26, imani kama hiyo imekufa. Hapana, nataka uwe na imani iliyo hai. Nataka utembee katika imani ya kina Ibrahimu. Sema amina kwa Yesu Kristo. Ibrahimu imani yake inayosema ni kwa habari ya Isaka. Inatajwa ana maeneo mengi ambayo ana prove faith kwa Mungu, lakini specifically kwa kesi hii ni habari ya imani aliyonayo kwa Mungu kwa habari ya Isaka. Watu wa Mungu waseme amina kwa Yesu Kristo. Habari inaanzia wapi ya Isaka? Mungu anamtokea Ibrahimu, anasema namtaka mwana wako wa urithi anaitwa Isaka. Specifically wakati Ibrahimu ana watoto wawili wa kuzaa. Ana mtoto anaitwa Ishmaeli kwa mjakazi wake Hajiri, ana mtoto mwingine anaitwa Isaka kwa mke wake Sarai, na huyu ni mtoto wa urithi atakayeendeleza ile ahadi ya Bwana aliyosema ya kama nakufanya uende kuwa ni baba wa mataifa. Hasa Mungu anaenda kusema naye. Imani nazungumza hii dynamic faith inaendana na kuwa na neno la Mungu ndani yako. Kuna neno la Mungu la rema na neno la Mungu la logos. Neno la Mungu la logos ni kwamba Bwana amesema nami. Bwana amenena katika neno ya kwamba sitakufa nitaishi. Bwana amesema ya kwamba aliye dhaifu aseme nina nguvu, masikini aseme ni tajiri katika Bwana. Sema haleluya kwa Yesu Kristo. Ama neno la kinabii liloachiliwa kwako, hilo ni rema word. Ama neno la ufahamu na maarifa liloachiliwa kwako, hilo ni neno la wakati ulionao. Bwana atakomeliachilia katika hali na majira na nyakati maalumu kwa maisha yako. Hasa hapa Bwana amesema na Abraham ya kwamba namtaka mwana wako. Neno limekuja, hana mashaka, ni Bwana amesema huyu Isaka namtaka. Nenda kamchinje madhabahuni, huyu atakuwa ni dhabihu mbele yangu. Namtaka mwana wako pekee wa urithi, mlete kwangu. Sema amina kwa Yesu Kristo.